Like the way what I told you last time, the book of Thessalonians, ili kanisa wakati lilikuwa linalidiwa lilikuwa watoto wachanga sana, na wako wamekaa sana, hata hawakuwa ni kama hawakuwa wamemaliza mwaka, na wakati Paulo alikuwa anaandikia wa Thessalonike ni kanisa ambalo niliwaambia alikuwa amelipanda kwa wiki kama 3 hivi tu. Wiki 3 alilipanda, na baada ya hizo wiki 3 yeye mwenyewe akafurushwa na wenyeji Wayahudi na wale wengine. Ukisoma hadithi hiyo utaipata katika kitabu cha Mitume 16-17, yote hiyo hadithi imeelezewa vile alifurushwa katika mji huu wa Thessalonike. Na alipofurushwa katika mji huu, yeye mwenyewe alienda sehemu ya Athens, akaenda kuhubiri huko chini, na walikuwa wanataka kumuua. Lakini alipoenda pale, hapa ndipo baada ya kuacha katika ile kanisa wa Thessalonike, alipoteremkia kule, kuna watu ambao walimfuata, na walipofuata mmoja akiwa Timotheo aliwaulizia, kanisa lenye tulipanda pande ile tulianzia kule Thessalonike linaendeleaje? Na alipopata ripoti, kwa sababu alikuwa na wasiwasi pia, alikuwa anajaribu kuwatembelea, lakini shetani alikuwa anapinga. I remember the last time tulikuwa tunajadili kuhusu yale ambayo yalifanyika wakati ule, walipingwa na shetani, na tukaongea kuhusu sufferings as part of our salvation, whereby we looked at it in a wide way, na tukaona kuwa hata Yesu Kristo alituhakikishia akasema kuwa na wakati wote utakuwa katika wokovu, hautaepukana na majaribio. Na pale Paulo yeye mwenyewe akaletewa ripoti, akaambiwa hili kanisa vile linaendelea, na tutasoma pale. And then baada ya kuambiwa hivyo, yeye alionelea ni vizuri aandike hii ripoti, barua hii. Hili kanisa, kumbuka, lilikuwa na wasiwasi kwa sababu kuna watu ambao walikuwa wanalisupua, walikuwa wanafunza vibaya, walikuwa wanasema hata wenye wamekufa hawafufuki tena, na hata na wengine walikuwa wamechanganyikiwa kwa sababu walikuwa wameambiwa kuwa Yesu Kristo anarudi hivi karibuni. Yesu alisema anarudi, kwanza walikuwa wanasema anakuja wakati huo tu. And these people even wao wenyewe wakasema bana, acha tungojee Yesu, tukae kwa maombi, tukae kwa ibada, ni kuimba tu, kwa sababu Yesu atupate katika ibada. Na kwa hivyo wakakataa kufanya kazi, na hapo ndipo sasa alikuwa anawaambia pana, msikae idle, na akaambia wengine hata msipee watu chakula wenyewe hawafanyi kazi. So na kwa hivyo hivi we go back to the book of chapter 3 verse 6. Chapter 3 verse 6 nitasoma kwa tafsiri ya Kiingereza, then nitaelezea kwa Kiswahili. Inasema hivi: But Timothy has just now come to us from you. Timothy amekuja kwetu and has brought good news about your faith and love. He has told us that you always have pleasant memories of us, and that you long to see us just as we also long to see you. Amen. Therefore, brothers, in all our distress and persecution, we were encouraged about you because of your faith. Kuna neno ambalo limerudiwa mara mbili hapo. The good report, kuna ripoti ambayo imeletwa kuhusu imani yenu, and love. Those are the two words I want to discuss today, about your faith and love. For now, we really live since you are standing firm in the Lord. Amen. How can we thank God enough for you in return of all the joy we have in the presence of our God because of you? Night and day again, and we pray most earnestly that we may see you again and supply what is lacking in your faith. Imerudiwa tena, faith and love. And kama watu ambao ni wachambuzi wa Biblia, tunataka kuangalia neno lenye linarudiwa sana hapo ni gani? Lenye limerudiwa hapo sana ni faith. What do you see faith? May our God and Father Himself and our Lord Jesus clear the way for us to come to you.
May the Lord make your love, imerudiwa tena, increase and overflow for each other and of everyone else, just as ours does for you. May He strengthen your heart so that you may you be blameless and holy in the presence of our God and the Father when our Lord Jesus comes with all His holy ones. Bwana asifiwe. Natumai mmeona ripoti imeletwa na Timotheo, akaulizwa kanisa lenye tulipanda pale ile linakaa namna gani? Akaambiwa watu wako sawa. Na yeye hakumwambia wanatoa sadaka, hakumwambia kuhusu wanaenda kwa ushirika, hata hakumwambia ati labda wana mjengo ama kuna plot wananunua, hakumwambia ati kuna crusade. Yeye mwenyewe aliwaambia kuwa hao watu chenye tunawasifia na chenye mimi nimeona Mungu amewatendea is two things. They are full of faith and love. Bwana asifiwe. Hivyo vitu viwili, faith and love, zinaweza simamisha kanisa. I know faith, kuna yes, tunajua faith ni imani. But faith, if you may go in a deeper way theologically, you will find that faith is of different kinds. Kuna imani mara mbili. Kuna imani ambayo inaitwa belief, kuamini, have faith. That is faith. Hiyo sasa yeye anamwambia wako na imani kwa Yesu Kristo. The other thing, kuna faith nyingine ambayo nataka uelewe. The other faith ni doctrine. Doctrine, mafunzo. Faith is doctrine. Wakati unaposoma Biblia usichukue faith kama kitu kimoja pote. Hapana. Kuna faith ambayo ni ya kuamini na kuna faith ambayo ni ya mafunzo. Ndio maana huwa tunasema ukienda pale pengine unaweza ulizwa hata kwa ofisi fulani, what faith do you profess? Hivyo ndivyo wanauliza. What doctrine do you hold? What teachings do you hold? And that's why you see that Paul himself saying, anasema Paulo wakati anaaga dunia, anasema karibu aage dunia, anasema I have kept the faith. Mimi nimeweka teachings za Mungu. And I have hold the faith. Na tena kuna faith ambayo nyingine inaitwa common faith. Hizo ni faith. Nimekwambia kuna faith that is just believing in something, and kuna faith ambayo ni common faith. Sababu ya wewe vile umeketi pale kwa kiti, wala ni agosho. Yesu akunio. Wakati ulipokuja kwa kanisa, saa hizi vile umekuja kwa kanisa, heo utane ka. Wakati ulipokuja kwa hicho kiti chako, ndio namba wewe kidera. Urole kanini kuhorokea. Ili uangalie uone kama wewe waikali na walimu kama wewe getiki horokea, I have that faith. Bwana asifiwe. Ndio namba uke hii na ndio hiki yako na kuhorokea. Because you believe there is faith. Ate getiki horokea. Kwa hivyo hiyo ni common faith. Atunajua itatendeka getiki horokea kile. Then the other thing ni wewe ekawokira. Dokagera kama kuhorera firindio hingurie maitho ungora kwa. Your faith is what can That's a common faith. But there is faith, imani. Imani ambayo yenyewe tunasema believe in Christ. Have faith in God. Do not doubt. Usiwe na tashwishi kwa jambo lile lolote. That's a faith. And then kuna faith ambao wanaambiwa they have kept the faith. Hawa watu wangali wameshikilia imani, funzo, doctrine yenye tuliwafunza wangali na mwadhani ya rosho. So those two things, faith and love, they can sustain the church. Kanisa, kitu ambacho kinaweza fanya ili tuendelee is the faith we profess, the teachings. Kanisa halisimamishi na kitu kingine ila tu imani. Kanisa inatafutwa vile itasimama kwa mbinu nyingine nyingi sana. Watu wanajaribu kujenga mijengo mikubwa kama yenye tulio nayo hapa. Wengine wanafikiria labda pengine tukiondoa hii floor, tuweke tiles na vitu na truss watu watakuja. Hapana, hiyo haiweki kanisa. Kanisa watu wanafikiria tukinunua mitambo mikubwa na tuweke maskrini kila pahali itasimamisha kanisa. Hiyo ole wako haiwezi fanyika. The thing that makes the church to stand and move on is the faith, is the doctrine, the sound doctrine of Christ is what we call faith. Mafunzo ya Mungu. Ndugu yangu, usiende kanisa kwa sababu linapayuka.
Usiende ushiriki na watu kwa sababu unaona labda pengine wamevaa uniform ama watu wako na mitaratara ingine. Hapana, kile ambacho umeenda kupata pale si hizo sarakasi zote, ni neno la Mungu. Haleluya! Ni kitu ambacho kitakufanya wewe ukomae kiroho, kwa sababu unaweza kuwa katika tiles, unaweza kuwa labda pengine those magnificent buildings na nyumba ambazo ni za kifahari, lakini uendelee kuwa mtoto wa kiroho. Na shetani yeye mwenyewe haangalii boma yenye mnaabudia, haangalii kanisa vile umeijenga, haangalii ni viti vya aina gani, anaangalia ni nini ambacho unabeba ukiingia kwa kanisa. Kwa sababu mnakumbuka Yesu Kristo wakati walipokuwa kule jangwani, jambo lenye walinyang'ania sana ni neno la Mungu. Shetani alikuwa yeye mwenyewe anamlenga kwa neno. Anamwambia imeandikwa hapa, ati ukijiangusha malaika yeye watakushikilia. Na Yesu anamwambia imeandikwa. Tena hapo tu imeandikwa katika Biblia, usijaribu Mungu wako. Umeandikwa. Shetani tena anasema imeandikwa kuwa mkate sio mkate. Yaani neno la Mungu inasemaje kuhusu mkate? Ati wewe badilisha hii nini jiwe likaweza kuwa mkate. Yesu Kristo akasema kuwa hapana, sio hiyo. Neno la Mungu ndio zinaweza fanya mtu aishi. So imani inaweza fanya kanisa likomae. Okekati kanisa oyo rutani wako timwega. Kila ukija kuoboroke tono la kurumadio gekakasoma sote. Hiyo ni bure. What you receive from there, God to clear so that you may receive something which can take you far. It can boost you more than your worship. Kende kigoko ya kiroho. Toto zeno ya tuina guoka ni laini. Makanisa yako na shida kwa sababu watu wanaenda makanisa na wanafurika, lakini wote ni watoto wa kiroho. Sasa Paulo ya mwenyewe anajivunia kusikia hii. Haya, hao watu hawakuanza sarakasi zingine. Hao watu wanabeba neno. Mundu akoweka ni dhaidi ndiye kumenya uhoroyo muno. Ni tondu Ngai oya gatiri ni akena ni andu akora. By the way, do you know the book of Ephesians says this? The book of Ephesians, if let us go to the book of Ephesians. The reason why we are given those 5 fold ministries. Ministry hizo 5 zenye huwa tunapewa. Ukisoma Ephesians 4 verse 11. Verse 11 ni nini ambacho yani gainie tete ya tuwahimaru adu matali na wana. So wait kiuoni kio kutumala mundu atire na. Now the same time you can see even the Romans 9 says this. Romans 9 why inasema faith comes by hearing, even by hearing the word of God. Imani yako haiwezi jengeka kwa sarakasi na mambo mengine na vile watu wanakubebea ama vile ambayo unayasikia kutoka kwa watu. Is what you in the faith lies in the word of God. It lies there. The book of Ephesians 4 verse 11 says, it was who gave some to be apostles. Yeye alipeana mitume, some to be prophets, akapeana manabii, some to be evangelists, wengine wawe hata ma-evangelists, and some to be pastors and teachers. Kwa nini? Ili turembeshe kanisa, ili tuwe na vyeo, ili watu waonekane tu ati nigana maigwe kagaletwa. Unajua kuna watu wanapigania maneno, majina haya. Wanapigania majina, wananene dina haya wetegeke, mimi sipewi, mimi nataka niwe nikiongoza hii. My friend, we are not there. It's what? By the way, wakati unapowekelewa mikono hivi, ujue si kuvalia tai na kutafuta kiti ukalia vizuri ili uwe wewe mwenyewe unasifiwa. Inana watu wakati unawekelewa mikono unaambiwa weke kwa ground zaidi ufanye kazi. So Biblia inasemaje? Why are we given this? The Bible is saying this in the book of verse 12. He gave some to be pastors and teachers, evangelists, apostles, and prophets. Number 12 inasema to prepare God's people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in faith. And why you are? Faith tena, and in the knowledge of the Son of God, and become mature. Kusudi la karama zenye
mawazo hapa ni watu wakomae kiroho nigetha wanothire atu mahote goikara mundu atagokuwa yoki. Yaani mtu yeye mwenye anaishi kama mtu mwenye, unajua ni vizuri kukaa na mtu ambaye ni machua, hamtakuwa sana. Huyo mtu mwenye ataelewa watu, si mtu wa kukosa kosa. I think you are expert this thing was prayed last night, not last night, on Saturday night. Kuhusu mambo ya kukosa ni kwa sababu mtoto ukiwepo na kanisa, wakati ukimenya damu ile kanisa ukimenya, utajua kanisa limekomaa wakati neno wacha litapungua. Wakati neno wacha ndio kaigwa kibokerwa tika wacha hii, wacha kumtusi, wacha makelele, wacha nini, wacha kufanya hizi vituko. Wana omenya mohende ya kiugo mwathira hende ya kiugo egathira getagwo tiga. Mundu mugima ndatigakirwo tiga nioe uthurania, anajua kutenganisha nzuri na mbaya. So Biblia inasemaje? To prepare God's people until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Tia kwa kiekani tatono kwenda sarakasi. Wacha kwenda kwa kanisa kwa sababu kuna vituko vingi. Wacha kwenda kwa kanisa kwa sababu unaona ni kama kuna utajiri. Hapana, ama kuna misaada inapeanwa. Kanisa halijengwi kwa misaada ya unga, halijengwi kwa misaada ya mikate. Kanisa halijengwi, hata Yesu Kristo alisema hivyo. Nyinyi mnakula mikate na itaisha, itatoka kwa tumbo, lakini mimi mkinikula, the word of God, mtaishi milele na mtapata njaa kama. Haleluya. Neno la Mungu lilo litafanya tukaweze kuishi. Sasa Wathesalonike walikuwa wametilia sana. Ili neno utalipata namna gani? You can get it. And that's why I normally tell you, kanisa hili letu hatulijengi kwa vitu vingine. Tunalijenga kwa mafunzo na maombi. Mafunzo na maombi. Hatutaki sarakasa nyingi. Kwa sababu watu wametabiriwa miaka mingapi? Watu wamefanyiwa vituko miaka mingapi? Watu wametoa sadaka miaka mingapi nyingi na haibadiliki. Hawabadilishi maisha yao kwa sababu hawajapata. Nani wewe ega? Unayota kike mwana wako muda ewa kulima. Wanasema unayota kike muhe. Mwana wako kila kitokana geke biko nini neno yako. Hawezi pea mtoto wako vitu. Kuna vitu ambavyo vingine ni vya dhamana, mashamba na vitu vingine ambavyo your properties. Hawezi pea mtoto kama hajakomaa. The same way watu wakiendelea kuwa na utoto, Mungu hawezi gawa vitu vingine kwetu. Mtu akiwa mtoto hawezi gawa. Yani, when you go to the book of Galatians, the same way you'll see. The book of Galatians, when you say imani, the faith, the sound doctrine. Galatians, when you go to the book of Galatians, you see this. Galatians 4. Utasoma kitu hapo na itakwambia namna gani. Sikiza Galatians 4. Inasema hivi, nitaelezea tu. Verse 4, chapter 4 verse 1. What I am saying is that as long as the heir is a child, he is no different from a slave, although he owns the whole estate. Hey. Sikiza. Ingawa Biblia inasema, chenye nasema ni hiki. Hata ikiwa wakugawa mrithi ni mtoto yule ambaye umezaa, angali tu kama yule mtumwa kwa shamba lako ama kwa boma yako, kwa sababu licha ya kuwa mali yote ni yao, hawezi gawa kwa sababu angali mtoto. Najua hilo. Kwa itoiki si vitu zimeka, itoiki tu itaketike heo mundu talimukima. Haleluya. Amen. Uelewa hivi? Ikiwa hujakomaa kiroho, kuna vitu ambavyo havitaachiliwa na Bwana. So chenye utafanya ni kupenda neno la Mungu, ni kuenda penye neno linahubiriwa na kusikiza. Hii wako wewe ndio makini aidha makati ya korora. Wakati neno linahubiriwa ndio naanza kuangalia sana. Biblia inasema neno ndilo litafanya ukomae. Na neno ndilo litafanya tena upate baraka zingine kutoka juu mbinguni. Kwa sababu mtoto hawezi gawa mali angali akiwa angali kwa shule akiwa mdogo. Lazima akomae.
na aonyeshe kimo, na tena mawazo yake yaonyeshe kuwa anaweza aangalia, anaweza itunza hii mali. Wala ni ya kumi. Hii inaendelea kusemaje? He is subject to a guardian and trustees until the time set by his father. Hallelujah. Hiyo Biblia inasema ikiwa mtu hajakomaa, mali yao hata baba yake akiaga onafafaa wakua itosiaosia tigiro waki ziachiwe trustees awakilile kwa matigagiro. Kuna watu wanaachia wakili pesa, na tena hata kule kwa banka akero kinya lasi ana zigakinya miaka ikanaona neguo ila ikagima neguo ika negro itoishi. Wakati watakomaa wafike kimo hiki na watakuwa wamefika kwa mawazo yao na wana tabia nzuri, ndio wanateilima kama negera. That is what we call will. So inasemekana idoshi yaku no kwino jika huli utale wasi kuatira netodo hawana. Bwana asifiwe. No wale wote topikiga wewe ndio ndokiga unaweka kigaira mwana wako yana bora kimenyo huko. You remember the case of the prodigal son? Mtoto mwenye alipesema nipewe mali yangu. Si alipotea wote? Yalipotea. Yote aliharibu kule na ukahamba na anasa. Kwa nini? Kwa sababu hakuwa amekomaa. Na ilisha hivyo. So hivyo ndivyo tu Biblia inasema katika kitabu cha Wathesalonike, wanaambiwa ukomavu na neno la Mungu wanatilia mkazo. Ndilo wanapenda zaidi. Na Paulo anafurahi kwa sababu hao licha ya kuwa wameokoka, hata nikiishi na niwaombee namna gani mapike kimana. Mwana ni agoshwa. Haleluya. Ekaje mweleleki. Mahoya matituma ohimane. Ilo. Onogikoro yemuhoya atia. I am speaking this with a lot of authority as your pastor and a theologian. And a theologian. A theologian who have scrutinized, who have gone through so many teachings, who have sat under so many professors in this world. Mimi nina uhakika, and after reading the Bible dhara, hamuna pahali modu wakura kakiro honi wako. Modu wakura kakiro, ono kikoro hoya kamana matano no tigabuga. Wewe ndiye unaishi kule milimani. Wewe unakaa kwa pango kwa sababu ni mwombezi. Na unavuka hata siku 50. Hiyo yote ni bure ikiwa wewe huna neno la Mungu. Lazima ziambatane zote mbili. The word of God is the food. It's the spiritual food. Wala ni awasho. So ukipenda neno la Mungu, kanisa letu litakomaa. Ukipenda neno la Mungu utakomaa na baraka ziachiliwe kutoka mbinguni. So wakati mwingine tunakejeli, tunasubukana, tunang'ang'ana na Bwana, lakini Mungu yeye mwenyewe haziachilia kitu ambacho kikumaliza. By the way, tunaidonika mmono siga ipo situ. Na sio ni ya well pack na ile kero karibu diguru ndio kenyita. Itodo wayapa. Lazima tupige pale. Zimewekwa. Zikienda malaika akienda kuachilia na wewe tukenda kwa nini na mwana. Tasokia kama ndio hiyo. Rudisha kwa shop mpaka wakati atakomaa. Hiyo ni wakati mtaachilia vitu vingine. Kwa mtokeo akedo tongoge Petro masakara. Ya kweli na ukoro itoka. Ndio wakati wetu. Mungu yake ameguza tu. Akikoro ndora ya kuigwali. Moda yake kiama giriko midage niteka kwake. Giriko midage toka itora. Akasejia kinyarwali aje na gedoko hapa juni. Ndio akiko ni. Ya ukikena wale gai kimana matano. Sio na kuangalia na wewe ndiko ni ndiko. Na unajamdisha hiyo. We, la kumalizia mtoto. Kuna watu hawezi pewa kwa sababu tutawakosa kwa kanisa. Mtu akiwa hapa naona ananyenyekea, anakuwa mpaka makamasi mbele za Mungu. Lakini kuna vitu anaweza pewa, wewe tena mmoja kanisa. Uhujeni yako ile. Na mwaga. Anakaa hivyo kwa sababu yeye mwenyewe amefika mbinguni na ndiye wewe. Keva house ya kiama. Leo nakwambia, hizo ni pesa kidogo sana ukilinganisha na zenye Mungu yeye mwenyewe amekupangia. So anataka ukomavu kwa kanisa. Penda neno. Hata kuna wengine wamekaa modo kumete kinya iko kiyo pia. Si akiama anayekitesia maini akile ni mahara abe no Bible yake bwana.
Anaenda waliwa hana hautapata hizo vitu kuendelea. Wanaliji mrambo ya Bible ndio kuona nikisoma kwa gokoro itoka. Haji nunua Biblia hawezi. Abadai mbona kama kwa mtu. Ujita maligo na marenge haya. Akiba teleu. Naona hii huyu ni Ruto. Ruto anapea huyu marenge. Huyu hey. Laka wanakia ndio akalekia mpaka na nene. Lakini Biblia kununua hawezi kununua. Bila kuna vitu mtapata mpaka wakati utapata. Sasa Paulo anafurahi watu wameweka imani. The word of the Lord is getting richer and richer and growing day by day in the heart. More than your worship. Na lile ni hoya na Paulo. What does the Bible say? Biblia inasema katika kitabu cha Waefeso. Twende hapo. Waefeso. Ukisoma kitabu cha let us go to the book of Philippians 1:9. Inasemaje? Maombi ya Paulo ilikuwa gani? Ilikuwa hii. Neno la Mungu. Neno la Mungu. Alikuwa anaombea hili kanisa hili. Mimi nawaombea mkomae. Na mpate. Sikiza. Philippians 1:9 says, and this is my prayer, that you love me about more and more. Mupande katika yani na muongezeke katika upendo. And in knowledge and depth of insight. Knowledge. Ndio maombi. Paulo hapo anawaombea mtajirike. Hapo anaombea mnawili. Mwe watu yani muonekane na majumba makubwa. Alikuwa anawaombea ombi. Mimi naomba upendo na imani. Neno la Mungu likaweze kuwa ndani yako. Na kanisa zote alikuwa anaziombea hivyo. Na liko mwakora kigonyi ya gani. That's why unaona katika hili kanisa dhukuru ndio totimelingana ile. I think you have testimony. You have had testimonies of other churches. Kwenda kanisa ile agundika. Mara vile ngohunjora wile. Inywe mukimenya kile kanitheni ndui. Ivi tureni ndiye twauma kuria guothe twauma makanitha maria mangituke tumathe gugukerera. Na nikuto ujetie miaka mingi. Unatakikana kuelewa kinachokuzunguka ni kitu cha dhamana sana. Bwana asifiwe. Tukiendelea katika kitabu cha Wakolosai, wacha usikie ombi hata kwa hili kanisa pia ni hilo tu. Ombi Wakolosai 1:9. Anawaambiaje? Wakolosai 1:9. For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you and asking God to fill you with the knowledge. Sikiza. Mimi siwaombei magari, mashamba na nini. Kanisa wa Kolosai linaniombea nikaweza kukomaa na kupata neno, wakapata umaarufu na ukomavu. Wadhani ya kunia. Kiugo nicho kigego kuria. Mahoya matigeto mokore. Mahoya magwekira kahinya. Yesu agosho. Mahoya magwekagira hinya. Maombi ya kukutia nguvu. Lakini ukomavu wa kiroho unatokana na neno lenye unapata. Haleluya. Bwana asifiwe. Inaeleweka. Ni hivyo. Kwa hivyo usijifanye kwa sababu wewe ni muombezi sana. Neno wazio mboga zio mora na wewe zio mora. Ati umekomaa kiroho. Hiyo ni bure. Biblia inasema the knowledge of the word of God is the one which can keep you going in this journey. Therefore, Ephesians wanaambiwa simameni imara na neno la Mungu likaweze kuwa na pahali ndani yenu. That's the word of God. Then when you go to the issue of love, amesikia ripoti kwa ngani na upendo. Upendo tena ndio nguzo ya kanisa. Upendo ndio nguzo ya kanisa. Imani neno la Mungu ndilo linahifadhi sound teaching, the sound doctrine. Mambo ambayo hayajachanganywa na watu kwa sababu sasa siku hizi. Unajua some of the things kuna watu wanauliza nikia ameka gira iremba amatika gira. Ameka gira ngoda hiyo amatika gira. Wanavaa maviri vai. Wanavaa uniform naka vai. Pastor wetu hana msalaba hata nitamnunulia msalaba kubwa vai. Mnajiuliza kwa nini sarakazi hizo zote tuko nazo? Pastor wetu habari ile gedi inaitwaje gedi? Sasa, kwa nini habari kama padri
Hizo ni mbinu na shughuli za wanadamu ndio wanajitengenezea. Hiyo iko kwa Biblia. Ilivyoka hata nikivalia hizo zote ni bure tu ikiwa hamna kitu ambacho kinatoka ndani yake. Bwana asifiwe. So mimi hata nikivalia na jekelea kinakofia moso velele no na mutheri maandiko moigaga atiri kila kina hali ya mundu ni kila kiuma girakanu na kiuma girakanu wake ngoro-ini ya mundu. So ikiwa ndani yangu hakuna neno, mimi nitakuwa nawapoteza. So the only thing that can build the church is word of God. Na ninaomba Mungu awapatie neema ya kupenda neno lake. Mungu akawapatie nguvu na kutamani neno la Mungu. Na Petro siku moja akawaambia, tamanini kuwa na neno na kunywa maziwa. Akawaambia, tamani spiritual food, the milk. Twende kitabu cha Hebrew. Go to the book of Hebrew there, 5. Kwa hizi dakika 3 zinabaki. Hebrew 5, you'll find something there. What does the Bible say? Inasema hivi, Hebrew 5. Hebrew 5. So, tutamani kujua neno. Tutamani kujua neno. Watu watamani kujua neno. When you go to Hebrew 5, verse 11, inasema hivi. Sikiza kanisa ambalo lilikuwa na changamoto hapa. We have much to say about this. Tuna mengi sana ya kusema kuhusu. But it is hard to explain. No, nitokuelezea mambo mambo atia. Because you are slow to learn. Kanisa hili linaambiwa hivyo. Tuna mambo mengi muno makumwira. No mwina mwegusho na mwekurujo mwike muno. Mutigeni akeboneke. In fact, though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you an elementary truth of God's word. Hallelujah. Umesikia hivyo? Hata ikiwa mmekaa sana, ingawa mmekaa sana kiroho, Mungu wakati na miaka inaona na ndio mnyonyi. Haitaini. Biblia inasema hata ikiwa mmekaa kwa muda huu wote mmekaa, wangeenda kukorombe ya mtani inywe. Ukiambiwa uhubiri, unahubiri. Ukiambiwa enda kwa crusade, tangaza neno, unatangaza. Biblia inasemaje? Lakini hasina haja niwapatie kwa sababu no kinyamoto keni. Ikatake, Biblia inana, you need to be taught elementary truth maudu makia Biblia. All of again, you need milk, not solid food. Ningehoya kanitha urakalia mahindi. Bwana asifiwe. Kanisa ambalo linatafuna maili mafupa. Mifupa, unavunja mifupa. Unajua, wakati kanisa utapata low ile kwa youth, kwa nini kote, atumia, Maria Kingomaria, minyameshia maile, wakienda kule hata kwa shughuli na sherehe, huyo mtu akisimama watu wanasema, huyu mtu ako na kitu. Hiyo ndio tamanio langu, watu wajue neno. Si mtu akitoa na makabati, sio ni hapo hika. Usiwathiri kile wewe ni watu. Unatakikana ufike kiwango kwamba ukisema kitu kinasaidia mioyo ya watu. Wewe kagati lele, yule ungere kulingana idara yako ikalete. Na ndio muno, mundu ete yake tena miaka. Niki kalete kanidai, tena miaka toje tiro doke jina. Hiyo ni bure. Ni bure. Hali niko na miaka 10 wewe kila mmoja okay. Hiyo ni bure. Ikiwa uko mai kiroho wewe ni bure. Bwana ni awosho. Haleluya. Bwana asifiwe. Sasa yule mke wangu wenye wanajua kwao. Haleluya. Wenye wanajua kwao. Ako pale kwao shamba lao limeuza kule kwao ni kwangu lakini kwao. Bwana asifiwe. Shamba lao kule kwa mama mkwe na baba mkwe limefika pale kwa mtu. Na wewe na mama yako na wazi huaga. No kutumio yu. Mote mwela be no mkoni mohereire mukwo. Asiariro ha akorira ha no ta gitufira. Maye mugikira drum ugotire drum no ira ga tufira. Toteta maike ukira karia kani. Lakini kuna mwingine yuko mbali.
alizaliwa jangwani, lakini mweke kwa mto, si anaogelea? Hivyo ndivyo inaambiwa, tunataka muelewe hivi. Tuna watu wengi sana hapo wamekaa na wameishi kwa mito, lakini hawajui kuogelea. Hivyo ndivyo ilivyo. Si miaka yenye umekaa kwa kanisa inasema kama umekomaa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo magiete na magakorera ohaya roho-ini no muju mahora na maimathio. Lakini ikiwa unataka uzame, lazima upende neno la Mungu na uwe mtiifu tena. Haleluya. Uwe mtiifu kwa hilo neno na utaweza tena kuzama zaidi. Nigera na wamenya utera ile ukora wanaki. Ile utikora wanatakataka. Maimasiura, manyeki, mapampa, matagani. Sione. So ikiwa wewe hujakomaa katika neno la Mungu, wewe ni vita na watu wa kijiji, wewe ni vita na washirika, wewe utakuwa vita na, yaani utakuwa kesi kila pahali kwa sababu hujakomaa kiroho. Bwana asifiwe. Ukingwa vinatoshira kila wakati unasikia uko na kesi kwa kanisa, uko na kesi kwa jirani, uko na kesi katika mtaa, uko na kesi kwa boma yenu. Jichunguze. Mtu akishakomaa kuna mambo ambayo huwa inaenda chini. Na ndio maana hapo naambiwa si wakati ambao umeishi kwa kanisa inasema kama umekomaa. Ni kwa sababu ya vile umezama katika neno. Wala njaosho. Hiyo uelewe hivyo. Uwe mtu wa kutafuta neno. Kitale sisi wakati tulikuwa tunaishi Trans Nzoia, totiateketi hatukuwa tumeamini. Mke wangu ni shahidi kwa sababu ndiye alikuwa anapika kuku. Kuku no ethie ina ihidi wanaliaiji. Tulikuwa tunavunja kama Waluya kabisa. Kuku tunasiaga na tukale ginya mahindi mamu. Tunasaga kwa iwe hauje mrago ni wewe kara jeri kara mutu ya kara nani kara tukamehiha hapa tafua. Mungu anasema ndivyo, anataka watu wakule neno mpaka mifupa. Ona kingira nyumba yo wino nego kwekulia hapo. Ndio kimenya tolo ginya mutu ene mutu. Tumesaka mpaka kichwa. Na yeye alituonyesha kama ni mimi nikuonyesha. Yeye wala ziwe. Alituonyesha tukiongea samaki. Nicho tu etigagira. No atigagio ndegezi mwili. Na ni yake atogolia dha tungenunuliwa samaki. Lakini yeye mwenyewe atugawanishe, atupatie nyama nyingine, yeye akule kichwa. Nekio kokimo kingine na hapi. Na nikema hivi. Ndani ya kwa ndugu samaki, na alipotuonyesha hilo tulianza pia sisi kutafuna. Hivyo ndivyo tunaambiwa tuanze kutafuna mifupa. Tuanze kuvunja neno la Mungu, kula kitu ambacho tusiwe watu wa maziwa mwaka na mwingine. Tuwe watu ambao wanavunja mifupa na chakula ngumu. Haleluya. Bwana asifiwe. That is the Bible. It's not about, acha tuendelee usikie. Anyone verse 13. Anyone who lives on milk, being still an infant. That is Hebrews 5 verse 13. Yeyote ambaye anakunywa maziwa angali tu mchanga is not acquainted with the teaching about righteousness. Modoso na muheo no they na modeli tona monyonyerani. But solid food is for the mature. Mahedi. Chakula kigumu ni cha watu ambao wamekomaa kiroho, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Kwanza wao wanaadhibiwa, wao wenyewe wamejifunza kuishi hivyo. Kwa hivyo wewe ni Biblia yako, uchukue hata useme mwakoyo, nikuthoma Bible. Mwakoyo nitaanza kuhubiri. Mwakoyo nitakuwa nasoma kila siku chapter kila siku. And it is possible. It is possible. Ndio kutoa energy tena. Leo walikuwa naambia tukimaliza kusoma Biblia na wakuruka. Ni mwana dogo kwa nini? Hadi Biblia ukisoma kuanzia Genesis mpaka mwisho utakuwa wazimu. Hiyo ni uongo. Mimi nilimaliza mwaka wa 2000 nilisoma yote. Ikaisha. Na nilikuwa najifungia nyumba. Ninasoma those chapters mpaka nikamaliza mwaka huu. Nikaenda hiyo mpaka 2004 nikaisoma mara 4. Yote.
sielewi pahali nasoma yote. Na diabolo kile. So, mtu asikudanganye, unatakikana kuelewa hili neno la Mungu. Hili, na by the way, shetani huwa anatumia neno la Mungu. Na vile unavyotumia neno la Mungu pia, maombi yako yanakuwa na nguvu. Because you have to pray according to the will of God. Lazima uombe kulingana na mapenzi ya Bwana. Wadhani agosho. Kusudi la Bwana, ukihoya wewe ukimanga inyanya hawa mwanamke ni mali ndeko. That's why I told you that there are some of the things we cannot get from heaven, or God cannot release to us. Ikiwa hatujakomaa kiroho. We need to grow. People need to grow. Hallelujah. Ukienda kitabu cha Ephesians, cha Korintho, utasikia pahali wanaambiwa. Wanaambiwa hivi. Paulo alikuwa anawaambia chapter 1 Corinthians 13. Neno la Mungu, watu wakomae katika neno. Mundu ugubishiragia uhoro wa gukuria biashara, wisirio ukoro wa korera nguku, unafikiria vile utakomaa, utanawili katika biashara, kifedha, yote kibiashara. Tamani pia moyo wako ukaweze kukomaa ili upate zaidi. Biblia inasema katika 1 Thessalonians there. Ukisoma pale 1 Thessalonians 13, I believe you are there. Verse 10 inasema. Paulo anasema, but when perfection comes, the imperfect disappears. Wakati mambo mazuri makamilifu yanaingia ndani yako, yale ambayo ni ya kutamausha yenye na kusumbua inatoweka yenyewe. Ungekuwa kiroho wananegudhia. Verse 11 nasema, when I was a child, I talked like a child. Wakati nilikuwa mtoto, niliongea kama mtoto. When I became man, I put childish ways behind me. Wala ni amosho. Mimi nikishakomaa vita na watu. Vita na watu. Ati ukiona watu wanaongea na wamecheka, wengine msabania. Huyo ndo wana. Mtu akihubiri kwa kanisa, hija hapa, mtu ararue neno, ugatire noko golea daroni wa kanisa hili. Usio ndo wana. Tabani ni wana. Bwana asifiwe. Mutikwenda kuga yetiwa nocio horauga ndiye ndamenyire kihona gikora thini wakwa gituka mundu gimakeheja wa wana itigawa ndio akasema aseme bora tu nimebeba Mungu. Bwana asifiwe. Na mimi urafiki wangu na Mungu ni dhabiti, so si wanadamu atanielekeza vile wanataka. Haleluya. So Paulo anasema mimi nikaacha mambo hayo ya utoto. When I became a man, I put childish ways behind me. Now see, but a poor reflection as a mirror. Then we shall see face to face. Now I know in part that then I shall know free, even as I am fully known. Na tena, ogole tunaambiwa utoto utoweke. Na kanidoge kwa na wana, ndokoraga. Wajali, tigana hivi, ujana kwa wale na wana. Muja mtoi. Wanaume ukikia ndio kanisa na mtafaidika kwa sababu Mungu cannot change his protocols or his ways. Yeye atafanya kulingana na lake. Hata tufanye sarakasi kiasi gani na mshenjio ya afagi. Kio ya kitura wao. So, ikiwa tunataka tukomae, utoto huwa unaenda kwa neno la Mungu. So, Paulo anapata ripoti kutoka Thessaloniki anaambiwa, no magima lite, nende kiugo, they are growing in faith. We need to grow to a point whereby even our advanced age, or in our old age, I have kept the faith. I have fought the good fight. And I have finished the race in Jesus' name. Bwana asifiwe. Naomba Mungu atujalie neema ya kutamani neno la Mungu. Tuwe watu ambao kwa sababu utajiri ungali katika neno hili. Yale ambao unatafuta yako katika neno hili. So tutamani kutembea na Bwana na tena kutii neno lake. There is somewhere else. When you go to the book of 1 Corinthians 14, pia huwa inaongea kuhusu utoto. Brothers, verse 20. 1 Corinthians 14 verse 20. Aliye na Biblia asome. Biblia inasemaje? Brothers, stop
thinking like. Aya, Biblia inasema hivyo. Ni kanisa linazungumziwa na si Sunday school, ni watu wazima. Atu wazima ni besi ya tasiana yedemu. Niko ahonokie ndio makoro maishi ya tasiana. Kwa kanisa ikiwa litakomani wakati mtoto utatoweka. Mtu yeye anatii, si mtu wa kulazimishwa kitu, si mtu wa kujigamba. Ilifaa katika hili kanisa, haleluya, hatuwafunzi na mimi siwafunzi ili muinuliwe. Bwana asifiwe. Mjiinue. Mimi sitaki mjiinue ati nigenda uonekage wewe igweta na gokoja nida tarura nine grani muigwe kialia. Ocio no ana. Hindi ya wakimara kusokaga nathi. Mwathani agocwo. Andu makingangana maundu wicokagia. Nikwirorera wirorage. Utoto huwa unaisha wakati utaonekana wewe unanyenyekea. Watu wakuwa na vita, ndio ungeitilia weherera, usio niogi. Lakini ikiwa wewe wa kushanishwa na kelele, vita, nini, fujo katika vikundi, ukienda pale kwa ushirika, ndio unavuruga. No. So, wakati unafunzwa neno, unajalia kushoka nathi. Ukajiria ule wakura kiroho, wajiria kuona wi mundu utagiririe. Na unaanza kuwa mtu aliye chini. Bwana asifiwe. Inaendelea kusemaje? Brother, stop thinking like children. In regard to evil, be fast. But if you are thinking, be adults. Kwa mawazo yenu, kweli watu ambao ni wazima. Haleluya. Paulo wakati aliokoka, alikuwa anaongea matope. Paulo alipookoka, Paulo huyu mwenye ameandika hivi vitabu vyote, alikuwa matope. Anaongea matope tu. Murali kana kiwa tena kana tia kwa itono. Murali. Ngono kinyo uyo. Dole kaisi moro kwa itono. Noma. Herana inale mahana taki tabagui. Osio na muhana kimohujio. Alikuwa anaongea vibaya sana. Muro kwa tonekeru. Yeye alikuwa anaongea vibaya sana, lakini alipokomaa katika kiroho, ukienda First Timothy utasikia Paulo akisema First Timothy 2, if you go there, First Timothy aliyokama kuwa hicho ndicho kitabu cha mwisho. Paulo alikuwa anaongea vibaya sana. Era na yale atamagwi. Ndiko anataka na moto. Mr. kusumbuliwa. Paulo alikuwa anaongea matope wakati aliokoka. But vitabu vya mwisho alipoviandika, if you go to First Timothy 1:15, utasikia Paulo 1:15. First Timothy 1:15. Hicho ndicho kitabu cha mwisho. Hivi ndivyo vitabu vya mwisho. Mkoro liwe mugima kiroho. Au here is a trustworthy saying that deserve full acceptance. Mamwitike ngumwira. Christ Jesus came into the world to save sinners. Mwana ndio kuhonokia ehia. Of whom I am the worst. Mwana ni worst. Mwana ni adira wana. Na leo wewe mugima pia. Mimi ni mwiya, I'm the chief sinner. Mimi ndiye mwenye dhambi zaidi. Kwa hiyo moto mugima ni uliorona ya tikiale. Akarutanili. So, hivyo ndivyo tunatakana kufika. Paulo anasema I have kept the faith. And he used, in fact, he used to forgive. Modo tohanagere na wana. Ni moyo huko. Huyo ni mtoto pia. Modo tohana dije kwa nikajanelwa. Kama baya Mungu ate. Kama baya wala wazie watu ineti kwao. Ngo unapata alinyabei ameambiwa na mwingine hapa chini. Pasta ndio tunafanya na akaambiwa na mwingine hapa chini. Baada ya kudanganya watu akimwona teleni. Gai niwe kwa ngoma. Mawe kaitupona makweli kiona mwema. Kweli kiona makini. Viena kwa huu. Mapinde ni kwa huko. Unaona? Gai. Usielewa? Ewa. Ndipo anajua huyo mtu wa gari cha. Ni kwa mama yako mbinguni.
ili uniambia na ni Mkristo anaongea hivyo, kuonyesha kuwa angali na utoto. Lakini ukishakoma unasamehe. Bwana asifiwe. Hasira zingine agekora kwa kunio tido kora kalio tu ni kora au ndio kora kanisa mbele na jaida ya ndugu wina wana. Iyo siasula wina wa aja tido kia mutumia ni tondo yake ngoja kwete. Ekora kia mutumia ni tondo hihi. Bwana asifiwe. Ya holi nguo na inyaneke ndo na huro fadi wina wa na wana. Bwana asifiwe. Aliko mzee ameenda na amefanya kibarua na amekuja yeye mwenyewe na pesa na hajaleta nyama no kazi toboto yana manyeni ne maramero kazi koishi wena ke unaona vitu vingine unatupilia mbali. Ukishakoma kiroho hautatoka kutija nugu ya tere ayage mahakile jo basi oragi ngino kwa hata wena wa inawana usitawana. Mtu akishakoma mambo mengine hata msumbua. Kuna mambo ambayo ni zaidi. Bwana asifiwe. Makubwa. Huyo anawaza mambo makubwa, si vitu vidogo vidogo. Bwana asifiwe. Si mambo ya chakula hapa. Haito nayo jue utike kale. Roho yipe ndio taita. Hiyo yote ni utoto. Mtu akishakoma hana vita na wale wengine, hana fujo nyingi kwa boma. Bwana asifiwe. Huyu mtu mmoja hata kasirika kwa sababu mafuta hayapatikana, hadi kwa sababu hakuna pesa ya chama ndio biasi yake ama toto radio mami wako leo toja leo ikara sio na wana. Hiyo ni mtoto. Mtu akishakoma huwa anajua kutafuna mbaya na nzuri, anatenganisha na hakuna chenye ni kizuri. Na mambo ambayo ni ya kudumu yakangana naye, lakini mambo ambayo ni ya ubatili ya hivi karibuni yeye anatupa. Haleluya. So modo alimani aite kiwango kiki itakiawa. Na fadhila wake ndio ndio hadi waya ni makimaliza. Haleluya. Wanakomaki no licha kwa ni watoto wa muda mfupi wanapenda neno. Haleluya. Wanatembea vile Mungu anavyotaka. Next time we shall look at the issue of love as we continue. God bless you so much. As I allow the pastor to guide us or to lead us for the rest of the day. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. Amen. Thank you.